Tuko tayari kama Bwana asifiwe. Habari ya ibada ya leo. Ibada ya leo ilikuwa ni ibada ya tofauti sana, kwa sababu tangu vipindi vyote vilivyoanza kwa tumemwona Mungu kwa namna ya kipekee sana akituhudumia. Na nimeona nguvu ya Mungu ikishuka, yani watu wamefunguka, watu wako tayari kumwabudu Mungu kwa uhalisia. Kwa hiyo ilikuwa ni ibada ambayo kwa kweli kiupekee nimeipenda, ni nzuri. Labda machache ukilinganisha na ibada za nyuma na ibada hii ya leo, au unaweza kuzungumziaje ibada za makanisa za leo na ibada ambazo zilikuwepo? Maana mimi nikikuona najua wewe ulikuwepo tangu mwanzo makanisa yanavyoenda, lakini unavyoona mienendo ya ibada ya sasa, kitu gani ambacho unakiona kimeongezeka na kitu gani unaona kama kilikuwepo zamani lakini sasa hizi hakipo kwenye hizi ibada zetu? Kipekee ni kwamba kila kipindi kuna namna ambavyo Mungu anajifunua. Amen. Kuna kipindi namna ambavyo Mungu alijifunua kipindi hicho, lakini katika kipindi hiki kuna namna pia ambapo Mungu anajifunua na kutoa ufunuo tofauti tofauti. Amen. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ni wakati ambapo Mungu anaanza kuleta uamsho, maana kipindi ambacho Mungu analiandaa kanisa. Kwa hiyo lazima kanisa litembee katika nini? Ufunuo wa kimungu. Watu wengi huaga wanaogopa sana kuja makanisa, wanasema ya kilokole, wanasema makanisa ya kilokole inaonekana na masharti mengi. Makanisa ya kilokole wanabagua baadhi ya watu, hawataki waje. Kuna watu wakija wanasemwa vibaya, sisi bora tuache kuokoka. Lakini kwa kanisa letu la JJT sijui kama na sisi tumewahi kusikia hayo maneno, na je, kuna watu wa namna hiyo? Lakini pia hebu weweka watu ambao wanatamani kuja lakini hawajui waanzie wapi kuja, unawaambiaje? Kwanza kipekee ni kwamba watambue kwamba Mungu anawapenda watu wote. Biblia inasema kwamba Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo tunawalika watu wote kuja. Kwa Mungu hakuna upendeleo. Kila mtu ambaye anakuja Mungu anamkubali. Maadamu amekuja kwa nia kumwabudu Mungu. Kwa hiyo watu wote, Mungu hana upendeleo, na hiyo inaweza kuwa ni hila ya shetani kuwafanya watu kwamba wasimwabudu Mungu, kwa kuhisia kwamba labda wakienda wanaweza kabaguliwa au wakasuswa, lakini kipekee Mungu hana upendeleo. Lakini katika neno la leo mchungaji alikuwa anafundisha neno la kwa nini umeokolewa. Wewe kwa nini umeokolewa, mpendwa? Kwa kumalizia, wewe kwa nini umeokolewa? Kusudi kula Mungu kumwokoa mwanadamu ni ili amtumikie. Ndio kusudi kuu, kwa sababu Biblia inasema kwamba kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana ile 15 kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema mimi ni mzabibu na Baba yangu ni mkulima. Kwa hiyo anasema kila tawi lizaalo ulisafisha ili zidi kuzaa, na kila tawi lisilozaa huliondoa. Ikiwa na maana kwamba Mungu anataka tumzalie nini? Matunda. Kwa hiyo tunapoitwa na Mungu tunaitwa ili kwamba tueneze ufalme wake na tuinue. Anasema kwamba ufalme wa Mungu ili uweze kuenea, Mungu anatumia watu. Kwa hiyo Mungu ametuita sisi ili kwamba kueneza ufalme wa Mungu hapa duniani ili watu wamjue na kumtumikia. Amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Wapendwa watazamaji wa JJT Mkuyuni Chato, huyu ni mzee wetu wa kanisa, lakini pia ni mwinjilisti, anaitwa mtumishi Peter. Kama mlivyomsikia kwa ibada ya leo, namna ilivyoenda, namna Mungu alivyotuhudumia, na wewe pia unayetutazama, tunazidi kukaribisha ibadani kwetu. Hapa ni JJT Mkuyuni na sisi tupo kwa ajili ya Kristo. Ngoja nimuulize wa pili pia tuweze kusikia kitu ambacho kinaendelea. Karibu sana. Kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi tunaanza ibada zetu. Tunawapenda sana. Karibuni sana.